kwa sasa niungane tena na mchambuzi Philip Nkini kwa ajili ya kuweza kutazama mengine mengi ambayo tunayaendea. Karibu tena kwa mara nyingine tena. Asante kaka. Tunaelekea mchezo mwingine wa Jumapili kiachana na huwa kesho, ambapo Simba Sports Club watakuwa nyumbani kukipiga dhidi ya TRA United, na uzuri ni kwamba Christina Mwagala ameshatoa ufafanuzi kwamba mchezo huu sio ule ambao umeahirishwa, ule utapangiwa tarehe nyingine. Kuelekea katika mchezo huu, matokeo ambayo Simba wameyapata dhidi ya Pamba Jiji, lakini sare pia ambayo wameipata TRA dhidi ya Young Africans, matokeo hayo yanaupa ugumu kiasi gani mchezo huu wa Jumapili? Mimi nafikiri pressure zaidi iko kwa Simba, sababu Simba kutoka sare na Pamba kwao ndio inakuwa pressure zaidi, lakini kwa TRA kutoka sare na Yanga kwao inakuwa ni ile motisha zaidi ya kuelekea mechi nyingine dhidi ya Simba. Ndio waona hata wanapozungumza TRA ni kama vile wanaonyesha kwamba kutoka sare na Yanga ni hatua ya kwanza, alafu tunakwenda kupambana na Simba. Mechi itakuwa ngumu kwa sababu ya aina ya timu zote jinsi ambavyo zinacheza. Ukiwaona TRA sasa hivi kwenye kipindi cha hivi karibuni wamebadilika aina ya kucheza, imekuwa ni timu ambayo inashambulia kwa kasi zaidi ikitumia mawinga wake. Tumeona dhidi ya Yanga, nafikiri wenyewe ndio walipoteza nafasi nyingi zaidi za kupata magoli kuliko zile ambazo Yanga walikuwa wanazipata. Kwa hiyo unawaona Simba nao hivyo hivyo wanavyocheza, ni wanatumia mawinga. Kwa hiyo naamini mwalimu ambao ataenda na plani nzuri ana uwezo wa kupata ushindi kwenye huu mchezo. Pressure kwa Simba inakuja kwa sababu ukiwaona jinsi ambavyo wanacheza kila mechi, wana uwezo kweli wa kupata magoli ya kufunga, lakini pia wana uwezo wa kuruhusu, kwa sababu kati ya zile timu tatu nafikiri za juu wenyewe ndio timu ambayo imeruhusu idadi kubwa zaidi ya magoli mpaka sasa hivi, magoli 6. Ukiwaacha Yanga, ukiwaacha pia na Azam ambao wameruhusu machache. Kwa kwangu mimi naamini itakuwa ni mechi ambayo itakuwa ni vuta ni kuvute. Simba pale Meja Samuel hawajafanya vibaya mpaka sasa hivi, kwenye msimamo bado wanaonekana wako vizuri, lakini ni mechi ambayo kwao inawapa maswali kwa sababu watakuwa wamebakiza mechi moja ili kumaliza mechi 15 zile za mzunguko wa kwanza. Kwa kikubwa lazima watakuwa wanahitaji kuhakikisha kwamba mahesabu yao hapa wanaweka vizuri ili wapite kwenye mapumziko kwenda kuziendea mechi 15 zingine zilizobaki za mzunguko wa pili wa ligi. Tumemsikia Dr. Saif akizungumzia ugumu wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Masaubiri naye pia ambaye amezungumzia kambi watu waenda kuweka kule Arusha Jumapili wakianza safari, naye pia anazungumzia ugumu. Ni kweli ugumu umekuwa kwa kiasi hicho ambacho wanakizungumza? Nafikiri akida nilikwambia jana, ligi ya msimu ni ngumu kuliko ligi za misimu mitatu iliyopita. Msimu wa kwanza kati ya hii misimu minne ambayo Yanga ametawala ndio msimu ambao Yanga alitoa sare mechi 6. Msimu ule wa kwanza alitoa sare mechi 6. Lakini kwenye ule msimu alipotoa sare mechi 6 hakupoteza mechi hata moja. Hapa katikati hakuna msimu wote ambao Yanga ameshatoa idadi ya sare nyingi kama ambazo amezitoa kwa sasa hivi kwenye msimu wa ligi. Zikiwemo zile alama 8 za msimu uliopita ambazo mpaka sasa hivi ameshafikia idadi hiyo. Mpaka sasa hivi ameshafikia idadi hiyo. Kwa hiyo ukiona unaona ya kwamba bado wana nafasi nzuri zaidi ya kubadilisha hicho ambacho wanacho. Lakini kwa Simba nao ukiangalia ni hivyo hivyo. Simba mbakiza pointi moja tu amalize pointi zote ambazo walipoteza msimu uliopita. Azam mpaka sasa hivi pamoja na ukubwa wao ndio timu ambayo imetoa sare nyingi zaidi kwenye ligi kuliko hata kina Mashujaa, kina Pamba, sijui na nani. Kwa hiyo unaona pamoja na kwamba hawajapoteza lakini wanadondosha pointi nyingi sana. Kwa hiyo ugumu wa ligi unakuja hapo kwa sababu hauwezi kutoka sare na timu ukasema kwamba hii timu ni dhaifu umetoka nayo sare. Kwa hiyo hicho ambacho kinazungumzwa kuhusiana na sare nyingi wanatoa, sio timu moja tu ambayo inatoa sare. Kuna sehemu watu wanajificha wakiamini labda Yanga tu ndo anatoa sare, labda Simba tu ndo anatoa sare. Hizi timu zote kubwa sasa hivi zimekutana na ligi ambayo ni surprise kwao ambacho walikuwa wakitarajii. Ndio maana unaenda kukutana na mechi dhidi ya Yanga dhidi ya TRA, labda unaona kwamba TRA mbona wamekuwa bora namna hiyo tofauti na jinsi ambavyo watu wengi walikuwa wanafikiria. Unakutana na Simba na Pamba unaona hivyo hivyo. Azam anaenda kucheza na Mashujaa unaona hivyo hivyo ya kwamba yoyote alikuwa na uwezo wa kupata ushindi. Kwa hiyo wanaamini ya kwamba ligi ni bora, msimu ni ligi bora. Lakini hii inasaidia nini? Hii inazisaidia hizi timu kuzitengeneza vizuri zaidi kuelekea kwenye michuano ya kimataifa. Timu itakayopata nafasi ya kushiriki michuano ya kimataifa msimu ujao, naamini itakuwa bora zaidi kwa sababu itakuwa imepita kwenye mikiki mingi zaidi hapa katikati kwenye ligi yetu tofauti na zile ligi ambazo walikuwa wanakutana nayo huko nyuma. Kwa hiyo mkini tunaelekea hapa katika mapumziko ya kalenda ya FIFA baada ya michezo kadha kupigwa. Unahisi ni nini kifanyike sasa kwa klabu zile ambazo zimekuwa zina hali ngumu mpaka hivi sasa katika michezo waliocheza, lakini pia kwa wale waliopo katika eneo la kuwania ubingwa? Kwanza sio kipindi kirefu sana.
kipindi cha wiki mbili, mimi nafikiri umemsikia Masao alivyozungumza, nafikiri ndio kitu sahihi kwamba timu yao wanaipeleka kambini, na maana ni wiki mbili watakuwa kambini kwa ajili ya kujiandaa na zile mechi zilizobaki za mzunguko wa pili wa ligi. Lakini pia ukizitazama hizo ambazo unasema zina hali ngumu, hata zile ambazo zina hali nzuri nazo pia zinatakiwa lazima zijiandae, kwa sababu ukiangalia ile race ya ubingwa mpaka sasa hivi, kama kila mtu akicheza mechi idadi sawa, hakuna ambaye anaweza akasema kwamba mimi niko juu zaidi ya mwenzangu kwenye sehemu kubwa zaidi, kwa sababu kuna Azam pale, kuna Simba, JKT wamekaa kileleni muda mrefu, lakini umeona wamekuwa wakishuka taratibu. Yaani JKT hawachezi, lakini kila wakiamka asubuhi kwenye msimamo wameshuka, kama vile ambavyo wengine walikuwa hawachezi, wenyewe wakawa wanaendelea kwenda juu. Kwa hiyo kikubwa ambacho kinatakiwa sasa hivi ni kutokuvunja kambi. Yaani kama una uwezo mzuri ni kukaa na timu yako, kuiondoa kwenye mazingira ambayo imezoeleka, uipeleke kwenye mazingira mengine, wachezaji waendelee kujiandaa kwa ajili ya mzunguko wa pili wa ligi. Kwa sababu tukirudi hapa watu watalalamika hichi kitakachotokea, kwa sababu kutakuwa kuna mechi ambazo ni back to back. Kila baada ya siku 3 mtakuwa mnacheza, na sasa hivi tofauti yake itakuwa ni kwamba timu zote zitakuwa zinacheza. Yaani hakuna ambaye atakuwa na viporo vingi sana vya kusema tuache kwanza hao wacheze. Kwa hiyo sasa hivi wote mtakuwa mnacheza. JKT atakuwa anacheza, Dodoma atakuwa anacheza, Pamba atakuwa anacheza. Kwa hiyo hapa ndo sehemu nzuri ya kujiandaa, lakini pia kwa walimu ni sehemu nzuri ya kujaribu kitu kipya, sababu ukiangalia timu nyingi sehemu ya kushambulia imekuwa na changamoto sana kwenye timu zetu karibia zote za ligi msimu huu. Hii ni sehemu ya kwenda kutengeneza kitu kipya. Tukishafeli kwenye eneo la kufunga au kutumia mshambuliaji, tunafanyaje? Nilikuwa nakuja kurudi kidogo kwenye mechi dhidi ya Simba ya kesho, ambao naamini ya kesho kutwa, naamini Simba labda wanzo wakabadilika, kwa sababu nafikiri adhabu ile ya mwalimu imemalizika. Itakuwa ni mechi yao kati ya zile 3 ambao watakuja na mshambuliaji mmoja ambao walikuwa wanamtegemea zaidi, ukiacha yule nani ambao alicheza ile mechi moja ile ya kwanza, afu mechi nyingine iliyopita akacheza Elim Panzu ambao sio mshambuliaji halisi.